Thank you, Jesus. Unastahili Bwana, unastahili Yesu. Haleluya, asante Yesu. Asante Yesu, unastahili Bwana, unastahili Yesu. Thank you Jesus. Basi mpendwa msikilizaji, mahala pote ulipo, kama sauti inakufikia, na kusalimu katika jina la Yesu Kristo ambaye ni Bwana na Mwokozi wa ulimwengu wote. Yeye ambaye ametulinda, ametuhifadhi hai mpaka masaa haya kwa wingi wa rehema zake, ustahimilifu wake na uvumilivu wake, tungali tunaishi. Tunazo sababu za kumshukuru Mungu, kumtukuza, kumwamini, kumtumaini na zaidi sana kumtumikia, kwa maana ndiye mwenye uwezo na ndiye mwenye nguvu. Imempendeza kwamba siku ya leo tuweze kupata nafasi ya kutana kwa ajili ya kushiriki neno lake Bwana. Naomba muda wako tu mchache kwa ajili ya sauti hiyo, zaidi sana moyo wako kwa sababu ya neno la Bwana, na itakuwa ni baraka katika jina la Yesu Kristo. Lakini kabla ya yote, ningependa tuweze kumshukuru Bwana kwa njia ya maombi, kwa sababu ya pumzi na uhai na nguvu za mwili ambazo ametukirimia kuwa nazo, tunapojiweka mbele zake Bwana ili aendelee kutulinda, aendelee kutuepusha na yale mabaya, tukirimia kibali cha kuona yaliyo mema ambayo ameyapanga ni kwa ajili ya siku ya leo. Kwa imani yote yanawezekana. Zaburi 106 mstari wake ni 47. Alafu tutakuwa tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Psalms 106 verse number 47. Bwana Mungu wetu, utuokoe, utukusanye kwa kututoa katika mataifa. Tulishukuru jina lako takatifu, tuzifanyie shangwe sifa zako. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu uishie milele, ndiye mwanzo tena mwisho, kimbilio, tegemeo, msaada wa karibu, ngome imara. Asante Bwana Yesu kwa upendo wako na wingi wa rehema zako. Asante Bwana kwa ustahimilifu na uvumilivu wako kwetu. Mema yako Jehova, nikikuinulia kila msikilizaji, ukazidi kumlinda, ukazidi kumtetea na kumpigania Jehova. Mahitaji ya kila mmoja unayajua Bwana, kama vile umetuamsha Bwana, ukazidi kutenda mema, uzidi kufungua milango, kwa maana uweza unawe. Mahali kuna makosa yanazuia msaada wako, tusamehe, tutakase Bwana, na utusafishe na badilishe, likamfanye kuwa mwana katika ufalme. Na kila roho ya kupinga na kuzuia injili ninaikemea ikapate kushindwa katika jina lako Yesu Kristo. Bwana Yesu, tawala na kutenda mema, na sifa zote zitakurudia Bwana. Damu yako itufunike na ikanene mema. Tumeamini, umesikia na umetenda. Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, kama vile uishivyo, mapenzi yako pekee yatimie sasa
na hata milele. Katika jina la Baba, la Mwana na la Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen and amen. Hallelujah. Thank you Jesus. Kama una uwezo mpigie Bwana Yesu makofi mahali ulipo. Kama uko na uwezo mpigie Yesu makofi mahali ulipo. Hallelujah. God bless you. Barikiwe sana. Mungu amani ya kutunza na kulinda. Kidunia kibali na neema ya kuona yale mema aliyokusudia kwa ajili ya siku ya leo. Kuna watu wengi sana walipanga kuona masaa haya, lakini nafasi hawakuipata. Unapoona sisi tunaishi sio kawaida, ni mkono wa Bwana, kwa sababu dunia ina matukio mengi sana. Every minute in the world many people are dying. Watu wengi wanakufa, wengine wanakufa vifo ambavyo havitokani na Mungu. Unapoona you are still living, una sababu za kumshukuru Bwana, una sababu za kumwambia Mungu asante, na zaidi sana kushikamana na huyo Mungu. Na kingine usikuwe malalamishi sana, kwa sababu pumzi ya uhai ulionayo ni bora sana kuliko vyote unavyovitafuta duniani. Kunao waliokuwa na vyote lakini pumzi walitolewa. Kwa hiyo kama uko na pumzi, stop complaining. Thank God because he has kept you alive. Sio wote walikuwa jana, leo wapo. Kwa hiyo mshukuru Bwana kwa sababu amekuweka hai. Na yale mengine mtumaini yeye, muamini yeye, mtumikie yeye, na pia umsubiri yeye. Usichukue njia zako ukaenda nje ya mapenzi ya Bwana, utakuwa umejiletea shida. Maana maandiko yanasema wazanipa kuna amani, uharibifu na wajianga ghafla, ambapo hawawezi kuokoka. Watu ambao wanachukua udhalimu, wanachukua njia isiyompendeza Mungu, wanakosa kumwamini Mungu na kumsubiri. Wanafikanga mahali wanafikiria ni kuzuri, alafu baadaye kunatokea maangamizi ya ghafla, kiasi ya kwamba wanakosa nafasi mpendwa. Ngojea tu Mungu, mtu wa Mungu. Kama anaendelea kukuamsha atakusaidia. Kama anaendelea kukupa nafasi ya kuishi, he has a good plan with him. Ni vile tu mtoto hawezi kupewa gari akaliendesha, hata kama baba yake ana magari 10. Lazima atangojea tu mtoto akakua. Na wewe si ungekubali kukua? Try to grow. Jaribu kukua. Vitu vingine achana navyo. Tabia zingine epukana nazo. Matendo mengine achana nayo. Yani try to grow. Grow, kuwa. Kuna vitu vingine tunafanya ambavyo hata Mungu anashindwa hata tusaidiaje, kwa sababu ni vitu anatarajia tungekuwa tumeachana navyo. Ni mambo Mungu ana expect ya kwamba haya wangekuwa wameacha haya, lakini anakuta you are still doing them. Sasa anashindwa hata kusaidiaje, atakuteteaje? Kwa hiyo mpendwa, wengine tunakosa mema kwa sababu you have not grown mbele za Mungu alijakuwa. Kuna mambo ambayo Mungu alikuwa ana expect tumewacha, na anakuta bado tunatenda, na alikuwa anatarajia tuwe tumeawacha. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, angalia sana njia zako, angalia sana mienendo yako, usije ikawa ya kwamba Mungu anakungojea ukue. Maandiko yanasema when Moses grew up, akaelewa ya kwamba mimi si mtoto wa Farao, na kwa hivyo sistahili kuwa nakaa pande hii. Ikabidi ajitoe. Na wewe unafaa ukue. Wewe sifai kufanya mambo kama haya, sifai kuwa nafanya vitu kama hivi.
Sistahili kuwa nazungumza mazungumzo kama haya. Sistahili kuwa naenenda kwa njia kama hizi. Na uchukue hatua ya kutoka kwenye zile tabia, kuja ule upande unaofaa. Hapa ndipo utakutana na Mungu wako, na hivyo ndivyo sasa msaada wake utauona ndani ya maisha yako. Nje ya hayo ni mateso, vilio, mahangaiko, mwisho wake jehanamu ya moto. Usikubali mpende, angana sana umpendeze Bwana. Katika maisha there are 3 stages in life. Naomba unisikilize kwa muda mchache ambao Bwana atanijalia. Mimi nakuletea neno la Bwana kama lilivyo, ulisikie na ulijue, na pia uliishie neno la Bwana, na hapo tutaona msaada wa Mungu. There are 3 stages in life, na ni vizuri wewe usikilize na ujiulize uko stage gani. Lakini there is one stage that most people are admiring to be in that stage, and they are working hard to be in that stage, but some of them, they have crossed the other 2 stages, na wanataka sana ile stage ya 3 katika maisha. In this life kuna stage 3. Kuna stage ya mwito, kuhesabiwa haki na kutukuzwa, calling, being counted righteous and being glorified. Na kila mwanadamu anatafuta sana ile stage ya mwisho ya glorification, ya utukufu. Kila mtu anataka sana awe kwenye ile stage ya utukufu, lakini stage ya mwito, wengine wamekubali, wengine wamekataa mwito. Na mahali ambapo watu wengi hawapatikani sana ni mahali pa kuhesabiwa haki. Watu wengi hawapatikani sana hapo. Wengine wako pale kwa mwito, wameitwa, wamekaitika, wamekubali kuokoka, lakini sasa kuhesabiwa haki, hilo hawana shughuli nalo. Alafu watu wote wanatafuta sana kutukuzwa. Kila mwanadamu anataka sana awe kwa ile stage ya kutukuzwa, lakini hakuna kufika kwa kutukuzwa kama hatukuitika mwito tukahesabiwa haki. Hatuwezi kufika mahali pa utukufu. Wanaofika mahali pa utukufu ni wale waliitika mwito na wakahesabiwa haki katika ile stage ya utukufu. Paulo akasema maneno haya, naomba unisikilize kwa makini tu, na Mungu akupe kunielewa na zaidi sana kujielewa pia na wewe mwenyewe, maana wakati mwingine watu pia wajielewa. Kitabu cha Warumi sura yake ni 8 mstari wa 30. Wale aliowachagua tangu asili, hao akawaita, na wale aliowaita hao akawahesabia haki, na wale aliowahesabia haki hao akawatukuza. Hao aliowahesabia haki hao ndio aliowatukuza. Sisi sote Mungu alichagua tangu asili, alituma kwa mfano wake. We existed because of God. So he chose us because he's the one who created us. But after choosing us and making us his creatures, he now sent behind us a call of salvation. And in the call of salvation, he put a package of righteousness. Ambapo when we unveil, when we open the package of righteousness, tunapata the package of glory. Lakini sasa watu wengi hawataki mwito. Watu wengi hawataki sehemu ya kuhesabiwa haki. Watu wengi wamebaki sehemu hizi mbili. Wamebaki sisi wote tuliumbwa na Mungu, na Mungu tu atatubariki.
lakini hapa katikati hawataki. Wanataka tu we are all created by God and we need God. Nataka Mungu atubariki, nataka Mungu atusaidie. Lakini Maria anasema wale aliyowachagua tangu asili aliwaita, na wale aliwaita akawahesabia haki, na baada ya kuhesabia haki, hapo ndipo alipowatukuza. Hata wana wa Israeli ni mfano mkubwa wa vile Mungu anafanya maishani mwa wanadamu. Lazima kwanza akuita, na ni kazi yako uitike, na ukisha itika anakuweka mahala pa yeye kukutafuta kuhesabia haki, na iwapo utafanikiwa kuhesabiwa haki, basi atakufikisha mahali pa utukufu. Aliwaita from the land of Egypt, akaweka jangwani awahesabia haki ili awatukuze Kanaani. Wengi sana waliitika mwito, lakini sio wengi walihesabiwa haki, na sio wengi walioitika mwito walifika Kanaani, kwa sababu kwenye sehemu ya kuhesabiwa haki wengi walifeli. Wengi walionekana ni wanyajisi. Hata Paulo ameshuhudia maneno hayo katika Wakorintho wa kwanza 10, akasema hivi. Bwana Yesu msaidie sana na nisikiliza. Dunia hapa nakuletea neno la Bwana. Wakorintho wa kwanza 10 mstari wa kwanza anasema, kwa maana ndugu zangu, sipendi mkose kufahamu ya kuwa baba zetu walikuwa wote chini ya wingu, wote wakapita kati ya bahari, wote wakabatizwa wa Musa katika wingu na katika bahari, wote wakala chakula kile cha roho, wote wakanywea kinywaji kile cha roho, kwa maana waliunywea mwamba wa roho uliowafuata, na mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Basi number 5, lakini wengi sana katika wao Mungu hakupendezwa nao, maana waliangamizwa jangwani. Basi mambo haya yalikuwa mifano kwetu. Mambo haya yalikuwa mifano kwetu. Waliitwa wengi from Egypt, lakini the place of being counted righteous in the wilderness. Kumbe wakati uko ndani ya shida, inawezekana ni Mungu anataka kuona haki yako iko wapi. Anataka wewe uhesabiwe haki ili akutukuze. Kwa hiyo watu wanaochukua problems as a tool to sin, they will never see the glory of God in their life. Hawatawahi. Kwa sababu some problems, they are the wilderness of God to make you righteous. Ni jangwa la Mungu kukufanya wewe kuwa mtakatifu. Kwa hiyo iwapo wewe utakuwa mjanja kwamba kwa sababu ya hii shida na mimi na tabia hii, kwa sababu ya hii tatizo mimi nimeamua kuwa mwizi, basi wengi sana katika hao walioitwa Mungu hakupendezwa na wao, kumaanisha hakuhesabia haki. Na kama hakuhesabia haki, basi hawakufika mahali pa utukufu, bali tunaambia waliangamia jangwani, kwa sababu Mungu hakuwapendezwa na wao. Mtu wa Mungu ananisikiliza, usiwahi chukua shida kama sababu ya kukosea, kwa sababu Mungu hawatukuzi wenye dhambi. Hawatukuzi wenye dhambi. Hapana. Anawatukuza wenye haki, watu waliohesabiwa haki. Luke chapter number 1 verse number 5 onwards, tunapewa story ya Zakaria na Elizabeth. Walikuwa wako na shida ya mtoto, but the Bible is testifying that they were blameless. Kwa hiyo walihesabiwa haki,
Na ndio maana Mungu aliwafikisha mahali pa utukufu, akawapea mtoto asiye wa kawaida, Yohana Mbatizaji. Wewe unataka ati usipitie yale wazazi wako walipitia, na kwana tabia zako ni zaidi ya wazazi wako. Na wewe unataka usipitie yale wazazi wako walipitia, na tabia zingine uko nazo hata kwenu hakuna. Hata inashindikana, inajarisha ulitoa wapi, maana hata kwenu hamuna. Mungu akamwambia Yeremia, wamefanya zaidi ya wazazi wao, wamefanya uovu kuliko baba zao. Sasa kama tabia ulizonazo hata kwenu hakuna, utakosaje kupitia yale wazazi wako walipitia? Kwanza utapitia mara mbili. This is the time to repent and change. Na kwa kila hali mpenda, hakikisha sana unahesabiwa haki. Yani tafuta sana kumpeleza Mungu kwenye hali zako. Don't seek your way out of problem, but seek to be counted righteous in the problem. Because wale watu Mungu aliwahesabia haki, aliwatukuza. Lakini tunapewa, tunaambia kuna wengine waliitwa na kukuitika, waliitika, lakini mahali pa kuhesabiwa haki ilishindikana. Hawakuhesabiwa haki, kwa hiyo wakawa hawapendezi mbele za macho ya Bwana. Badala watukuze akawaangamiza. Na tunaambia mambo haya yalikuwa mifano kwetu, ili ya kwamba, hebu nirudi hapo tena, 1 Corinthians 10 verse number 6. Basi mambo hayo yalikuwa mifano kwetu, kusudi sisi tusiwe watu wa kutamani mabaya kama wale walivyotamani. Tusiwe watu wa kutamani mabaya. Thank you Jesus. Yaliandikwa ili sisi pia tusiwe watu wa kutamani mabaya kama na wao walivyotamani mabaya. Bwana Yesu msaidia sana. Ndio Paulo anapoandika Warumi anasema usishindwe na ubaya. Mara mingi nimekufundisha kwamba kabla ya mema utangulia mabaya. Lakini inategemea kwenye mabaya wewe utakuwa nani. Kama utakuwa mlevi, basi hakuna siku utatukuzwa. Kama utakuwa msherati kwa sababu ya mabaya, utakuwa mwizi kwa sababu ya mabaya, utajifunza tabia ya shetani kwa sababu ya mabaya, basi mema huwezi kuyaona. Hawezi. Wengi sana miongoni mwao walioitwa kutoka Misri, Mungu hakupendezwa na wao. Na kwa sababu hakupendezwa na wao, basi hawakufika mahali pa utukufu. Wala sana Mungu akwasabia akimpenda. Visingizio wacha. Hawabarikiwi watu wenye visingizio. Hawafanikiwi watu wanaochukua shida kama visingizio cha kutenda dhambi. Hawamuoni Mungu watu wanaochukua jangwa kama njia ya kutokutii Mungu. Ati siku Mungu atanisaidia nitabadilika, takufa na dhambi zako mpaka jehanamu. Wewe ubadilike ndio Mungu akusaidie. Sio ati Mungu akusaidie ndio ubadilike. Anasema kwa Yakobo ile mstari wa 7, draw near to God and he will draw near to. Hiyo lazima mimi na wewe we take a step of change. Regardless of what we are going through, that we can be found blameless like Zacchaeus. Zakaria akapatikana ni mwenye haki, hana lawama na mke wake Elizabeth. Lakini wengine wameoleka tu hata mwaka hujaisha ameshaenda kwa mganga. Hata wengine ndoa zao ndoa za mandawa, amekamata mzee wenyewe na ndawa. Amekamata mpenzi wa rafiki yake na kadawa. Nakuta rafiki ameoa mpenzi wa rafiki yake. Napita naye miaka 2-3 tamkuta kanisani akitaka nyota ya ndoa. Na yule anasema ni mume wake alikuwa mpenzi wa rafiki yake. Na anataka mchungaji amuombe wakarudiane ile ndoa ya kwanza.
Wengine ndoa za kwanza si ndoa, ni usharati tu. Usharati na uzinzi tu. Need to get things right with God. Bwana kusaidie sana. Sikiliza, usikatae neno. Ukweli unauma, lakini unaokoa. Usikatae ukweli, kubali ukweli. Kama unauma, lakini unaokoa bado. Maana ulipo, the most important thing in this life is to be counted righteous before the eyes of God. Kuhesabiwa haki ndio kitu cha muhimu sana katika maisha haya. Lakini hilo cha muhimu ndio watu wengi wamekiacha. Mpaka wao Wakristo wanasema ni kwa neema. Lakini kwa baba kwa matendo ndio kwa neema. Unakuta wanavaa vinguo vya ajabu mpaka ndani ya kanisa. Wanasema ni kwa neema, Mungu anaangalia ndani. Yesu alipoangalia watu akasema, mmeacha mambo muhimu, mmeshika yale mambo yasiyo ya muhimu. Ukitaka Wakristo walao wakupenda sana, wahubirie makutoa na wadanganye na habari ya matoleo, watakuwa wengi sana. Lakini ukitaka wachukuchukia sana, wahubirie habari ya matendo, wa kwanza kuchukia ni Mkristo. Wa kwanza kusema unahubiri vibaya ni Mkristo, wakati unataja haya matendo ni mabaya. Hii tabia sio nzuri. Wa kwanza kusema ya kwamba wala unaingilia watu, unahukumu, wa kwanza ni Mkristo. Hata ukiangalia Biblia mzima, wakati wa Yesu, waliomuinukia Yesu hawakuwa walevi, hawakuwa utabangi, walikuwa ni hawa Mafarisayo, watu wanaenda kwa ibada. Kwa maana hawataki wahesabiwe haki. Wanataka wakae tu hivyo katika njia zao, lakini wakaona utukufu. Haiwezekani mpendwa. Lazima usafute sana kuhesabiwa haki hata kama unapitia shida. Maana wale Mungu aliwatukuza, aliwahesabia haki kwanza. Aliwahesabia haki. Hata wakati malaika analetea Danieli majibu ya maombi, anasemekana ulionekana mbele za Mungu mwenye haki. Hata wale watu walishuhudia wasema, Danieli kuna kaa roho nyingine. Na wewe je? People are complaining of your behavior na wataka kuona Mungu. Itakuwa ngumu. Ni vigumu mpendwa. Lazima uangalie sana. Hata kama kuna shida, wacha matusi. Utakosa utukufu wa Mungu. Wacha kuchukua watu wabaya kwa sababu kuna mabaya, utakosa utukufu. Wale waliona utukufu ni watu walihesabiwa haki. Hata kama kulikuwa kuna nini, walijilinda wakahesabiwa haki. Ndio watu Mungu aliwatukuza. Lakini leo watu tunataka utukufu wa lazima. Tunanunua mpaka utukufu. Sasa ombea biashara yangu, unapeana 2,000. Tuombee biashara yako. Na kwenye biashara matusi, vita, masengenyo. Wengine wasumbufu kutoka kazini, wakutegea wengine mitego, kutafuta watu maneno. Lakini anakuja 2,000, tuombee biashara yake ibarikiwe. Kabla biashara yako ibarikiwe, lazima uhesabiwe haki kwa hiyo biashara. Mtu akiacha change unapeanaga kweli? Na mtu akisahau change na wewe unajisahaulisha. Alafu unataka kuja tukuombee baraka. Wale watu Mungu aliwatukuza, kwanza walihesabiwa haki. Walihesabiwa haki. Ndio sasa wakaona utukufu. Wakati mwingine tukikosa utukufu, tusiseme ni shetani. Tusianze kusema ni mganga. Kabla ya mganga na shetani, kwanza wewe jiangalie, na mimi nimeishije. Hata Hagai walipomwambia tunapata mshahara utusaidie, aliwaambia first of all, consider your ways. Si ati mganga wa kweli, mchai wa kweli, kuna wao inakufuata. Sijui roho ya maskini. Kabla ya roho maskini, tuchunguze na sisi wenyewe tumeenda kwa njia gani. Ni kweli shetani yupo, tena anazunguka kama simba ngurumaye, lakini hawezi kummeza mtu aliyesimama kwa haki. Anameza mtu ambaye amecompromise, mtu ambaye amechukua excuse,
akaanza kufanya mambo ambayo hata roho yake inajua ni kosa, lakini ana kisingizio hali ni tatizo, ni fulani amenifanya nikakosea. Hao ndio watu shetani anawabeba na anaenda na wao, na Mungu hawezi kuwatetea. Lazima ukatafute kuhesabiwa haki. Usishinde na ubaya, mtu wa Mungu. Walioshindwa na jangwa na njaa ya jangwani wakaanza mambo yao, wakaanza disobedience. Bali anasema waliangamia jangwani, lakini lengo la Mungu haikuwa ni kuangamiza jangwani. Mungu alikuwa na mpango wa kuwatoa jangwani mpaka Canaan. But because you are not counted righteous, hawakuhesabiwa haki. Mtu wa Mungu unafanya nini? Hadi kwa sababu mzee haonekani nyumbani, wewe umeamua kuchukua mpango wa Canaan. Sasa utaonaje utukufu maishani mwako? Kwa sababu yule kijana wa uzinzi mliyekutana kwa ukahaba amekataa mimba, unatoa mimba. Wewe utaonaje utukufu? Utaonaje utukufu maishani mwako? Haiwezekani mpendwa. Ni ngumu sana. Wengine hata wanafanya mapotofu. Unabeba mimba alafu unazaa unatuma barabarani. Hakuna mtu aliyezaa mtoto ama aliyeua mtoto atakayebarikiwa. Yaani mimi nakuambia ukweli wa mama, hata uombewe. Maana huwezi kusema ukweli wa moyo wako, hata uombewe upako mafuta. Kama wewe ulitoa mimba, ulichukuliza mtoto na ukatuma mtaro, kuna baraka. No blessings, because always you are counted as sinner before God. Najua yule mtu anipenda kwalo, lakini ni heri nikwambie ukweli kuliko nikudanganye alafu siku ya hukumu useme ule pastor ndiye alikuwa ananihubiria. Sitaki mtu aseme kwa Mungu ati mimi ndio nilikuwa namhubiria ndio maana alienda jehanamu. Nataka kama utaenda mwenyewe uende kwa ujinga wako, kwa kutaka kwako, sio kama mimi nilisimama nikakudanganya. Watu wa Mungu, hata kama kuna shida gani, waliobarikiwa, walioinuliwa ni watu waliohesabiwa haki. Waliohesabiwa haki. Hata Petro anatushuhudia akipeana habari ya Sodoma na Gomora na lile Lutu aliokolewa. The Bible inatuapita na tushuhudia kwamba this person was righteous. Alikuwa mwenye haki. Second Peter, sikiliza mtu wa Mungu. Wacha ujanja. Wacha vijisababu. Hakuna utukufu bila kuhesabiwa haki. Na kuhesabiwa haki haijalishi uko wapi. God is righteous. He wants to count you righteous. Tena akaihukumu miji ya Sodoma na Gomora, akiipindua na kuifanya majivu, akaifanya iwe ishara kwa watu watakao kuwa hawamchi Mungu baada ya haya. Akamwokoa Lutu, yule mwenye haki. Umesikia? Akamwokoa Lutu, yule mwenye haki, aliyehuzunishwa sana na mwenendo wa ufisadi wa hawa wahalifu. Maana mtu huyo mwenye haki akaanga na wao, ndio maana inafanya hivi. Hakuna siku utabarikiwa. Maandiko yanasema Lutu alikuwa anakaa na wao, lakini alitesa roho yake, akasimama kwa haki, na ndio maana Mungu alikuja kumwokoa. Ndio maana Mungu alikuja kumtoa wakati anataka kupiga Sodoma na Gomora. Akamwona Lutu ni mwenye haki. Mtu wa Mungu, wale Mungu aliwatukuza ni wale aliyowahesabia haki. Hakuna utukufu nje ya kuhesabiwa haki. Wakati unachukua hatua mbaya, usingojee baraka. Wakati unachukua uamuzi mbaya, usingojee baraka. Wakati unachukua tabia mbovu kwa sababu ya shida, usingojee baraka. Wale waliotukuzwa ni wale waliohesabiwa haki. Na haijalishi walikuwa wanapitia nini, lakini walisimama kwa haki, ndio Mungu alileta utukufu. Haijalishi walikuwa na shida gani, walikuwa na tatizo gani, lakini walisimama kwa haki, ndio Mungu alileta utukufu.
Wataka Mungu akupe utukufu, na kidogo tu umechukua njia mbaya. Kikwazo kidogo tu umechukua uamuzi mbaya. Jambo kidogo tu umefanya dhambi. And you are really waiting for glory. Unangojea utukufu, hauwezi kuonekana. Lutu alikuwa anakaa katikati yao, lakini Maandiko anasema alionekana mwenye haki. Lutu alikuwa anasikia vile wanasema, lakini alionekana mwenye haki. Matendo ya wale watu yalikuwa madhalimu. Wewe unasema mimi sikupenda kwangu, ni fulani amenianza. Maandiko anasema matendo ya wale wahalifu yalikuwa mabaya, lakini Lutu alitesa roho yake. Hakaona sitakuwa nachukua watu wabaya. Wewe unasingizia mzee wangu ndiye anafanya na kuwa hivi. Sijui mke wangu ndiye anafanya na kuwa pombe. Na unangojea siku moja ubarikiwe. Ni ngumu. Ni ngumu sana. Utabaki stage. Wacha mara moja mpendwa. Jaribu sana utafute kuhesabiwa haki. Hata kama kuna shida, hata kama kuna tatizo, hata kama kuna hali ngumu. Lakini wale walipata utukufu, hawakupata utukufu kiolela. Ni kwa sababu walipitia mahala, lakini wakajilinda, wakahesabiwa haki. Walipitia kwenye shida, lakini wakajilinda, wakahesabiwa haki. Walipitia mahali pagumu, lakini walijilinda, wakahesabiwa haki. Yaliwapata mazito, bali hawakuyaruhusu yale magumu yakawafanya kuwa wakosaji. Wengine waliinukiwa, Hana akainukiwa na Penina, lakini alionekana ni mwenye haki. Mtu wa Mungu, uachane na visingizio. Usitarajie mema kama wewe unashindwa na ubaya. Usitarajie baraka kama wewe unachukua chance ya kukosea. Wale Mungu aliwainua, wale Mungu aliwatukuza, ni watu ambao walihesabiwa haki. Na tunapewa mfano wa Lutu. Usiseme na kaanga na wao, sasa inabidi. Usiseme ya kwamba mwingine sasa sina otherwise. Lutu alikuwa na wao. Tena matendo yao mabaya yalikuwa yanamuaffect. Lakini Maandiko yanasema alitesa roho yake. Alikuwa na kana huzuni. Hakusema kwa sababu ya vile wananifanyia hata mimi itabidi tutofauti. Hata mimi itabidi na mimi walipiza hivyo. Hapana, aliamua kuwa mwenye haki. Na Maandiko yanasema Mungu anajua waokoa wenye haki na majaribu. Mungu anajua. He knows to save the righteous from temptations and lead them to the place of glory. Akamkuta Yusufu gerezani, kwamba huyu mtu ako na haki. Mungu akamtoa Yusufu gerezani, akamtoa Yusufu ndani ya gereza, akamtukuza, kwa maana alionekana ako na haki. Nawe mtu wa Mungu, ni mambo ngapi ambayo unafanya na unajua yastahili? Ni mambo ngapi ambayo unashiriki na unajua yafai, na unangojea utukufu wa Bwana? Mungu mpendwa, ni mangapi ambayo unafanya na unaelewa kabisa haya hayafai, hii haistahili, lakini unasingizia mazingira, unasingizia mtu fulani, na wewe unatarajia siku moja utabarikiwa, unatarajia siku moja utaona utukufu. Mtu wa Mungu, ni vigumu sana. Lazima tubadilike, lazima tugeuke, na kila mahala ulipo uelewe na ujue wale waliotukuzwa ni wale walihesabiwa haki, na hakuna shortcut. Hata uombewe, wale waliotukuzwa ni wale waliohesabiwa haki. Hata utoe sadaka ya madhabahu sio ya kuvunja nira, uelewe wale waliotukuzwa ni wale walikuonekana wamehesabiwa haki. Sasa usipojilinda wewe mwenyewe, utampelekea mchungaji sadaka akuombee. Mungu maombi atayasikia, lakini akiangalia haki ataikosa na atakusaidia. Akilika mahali pa kuhesabu ya haki, ataikosa haki.
Hosea sema mstari wa kwanza anasema nitakapa kumsaidia Israeli. Dhambi ya Efraimu na Samaria inainuka. Na kwa sababu hiyo akasema sasa matendo yao yamewazingira pande zote. Yamewazingira. Tunaweza kukaa kwa mateso sana, si kwa sababu Mungu alipanga. Ni kwa sababu hapo tulipo hatuhesabiwi haki. Shetani anaweza kututesa kwa muda mrefu. Sio kwamba ati Mungu alipanga hivyo ama kwamba haiwezekani. Ni kwa sababu mahala hapo tunateswa na shetani, sisi hatuhesabiwi haki. Tumehesabiwa uovu. Tumechukua hatua mbaya. Tumechukua maneno mbaya. Tunachukua uamuzi mbaya. Sasa haki inakosekana. Na hapo ninakuta kwamba sasa mema yanakosekana. Ushindi unakosekana. Mtu wa Mungu, hakuna jambo ambalo haliwezekani. Lakini wale aliyowatukuza ni wale waliohesabiwa haki. Kama hawakuhesabiwa haki, basi hawakuweza kuona utukufu. Naambia wengi sana waliotoka Misri jangwani walikosa kuhesabiwa haki. Kwa hivyo hawakufika Kanaani. The place of glory hawakufika. Ukiona sisi hatufiki mahali pa utukufu, ni kwa maana barabara zetu hazina haki. Njia zetu tunaonekana tukiwa tunaacha dhambi. Tumeziweka dhambi kila kona. Hatuna haki. Unakuta kwamba hatufiki mahali pa wokovu. Hatufiki mahali pa utukufu. Hatufiki mahali pa mema. Hatufiki maeneo ya ushindi. Mtu wa Mungu naye nisikiliza, ni vizuri kujilinda. Uhesabiwe haki. Usitende dhambi kiholela. Usichukue uamuzi mbaya. Usichukue hatua mbaya. Ni vizuri mtu wa Mungu kujilinda, uhesabiwe haki. Ni vizuri kujilinda, uhesabiwe haki. Kwa sababu hakuna utukufu bila kuhesabiwa haki. Kuna kitu Musa aliambia wana wa Israeli, naomba usikilize. Shida zingine mpendwa, ni Mungu ameruhusu, maana anataka kuhesabia haki. Wewe unachukua sababu ya kumkosea Bwana. Kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati 8 mstari wake ni wa 2. Anasema nawe utaikumbuka njia ile yote Bwana Mungu wako aliyokuongoza miaka hii 40 katika jangwa, ili akunyenyekeze, kukujaribu, kuyajua yaliyo moyoni mwako, kwamba utashika amri zake au sivyo. Akakunyenyekeza, akakuacha uone njaa, akakulisha kwa mana usiyoijua wewe wala baba zako hawakuijua, apate kukujulisha ya kuwa mwanadamu hataishi kwa mkate tu, bali huishi kwa kila neno, kwa kila litokalo katika kinywa cha Bwana. Ati Mungu, Musa anaambia wana wa Israeli, jangwani palikuwa ni mahali pa kunyenyekezwa ili wakatukuzwe. Jangwani palikuwa mahala pa kuhesabiwa haki. Ati walipata njaa, ni kwa sababu Mungu alitaka kuona nini kiko ndani ya mioyo yao. Wanaweza kushika sheria zangu kweli? Kumbe wakati mwingine tunakaa kwa shida, maana Mungu anataka kuona kweli. Na tunaweza hesabiwa haki. Unajua kuhesabiwa haki ni kushika sheria ya Mungu. Yesu akaambia wanafunzi, mkinipenda mtashika amri zangu. Sasa kwingine ni Mungu anataka kuona unaweza hesabiwa haki, unaweza shika sheria yake. Lakini shida ya ndoa inakufanya unakuwa msharati. Mshahara ukwama tu siku mwezi mmoja unakuwa mwizi. Mungu anaona huyu hatafai baraka. Kwa maana akikuja anakuta wewe ulishachukua njia mbaya. Hakuna haki iliyohesabiwa. Kile unahesabiwa ni dhambi. Akawafanya waone njaa.
alikuwa anataka kujua what is in their heart. Are they carrying my law in their heart? Lakini tunaambiwa na Paulo, wengi wao ilionekana hata sheria ya Mungu hakuna. Walianza kutamani mabaya, wengine wakaanza kufanya usharati jangwani. Kwa sababu hiyo hawakuonekana wenye haki. Sasa ikabidi waangamie jangwani. Shida zingine zinadumu, si kwa sababu Mungu hawezi, ni kwa sababu Mungu ni mwenye haki na sisi hatuna haki. Na akingojea tuwe na haki, ndio na sisi tunachukua ile njia sasa ya dhambi vizuri. Na tumeshajitengenezea slogan yetu, we are all human, no one is holy, God will understand. It is by grace. Alimaliza yote msalabani. Ndio matamshi ya wanadamu wa leo. Sasa wanaendelea tu kwa njia mbaya wakisemanga ni kwa neema. Hakuna mtakatifu, sisi wote ni wenye dhambi. Na hivyo kwa hivyo ndio unakuta kwamba shetani naye anatudesa kwa kweli. Na Mungu naye anakuwa mbali kwa sababu sasa mahali kuna dhambi hawezi kusimama. Hata kama unateseka kinyume cha mpango wa Mungu, kama umechukua hatua ya dhambi, then God cannot defend you. Anasema mkono wake si mfupi na sikio lake si, lakini dhambi na makosa yakionekana hivi, tumefarakanisha. Tunakuwa tumefarakanisha na Mungu. Wana wa Israeli walikaa Babiloni, wakateswa Babiloni kinyume cha mpango wa Mungu. Hatimaye anasema ni kwa sababu walikuwa wameitia nchi yao najisi. Mungu yeye hakutaka waende huko, lakini ile nchi Mungu aliwapea nzuri, wakaitia unajisi kwa kuabudu miungu mingine. Zile shirai si waliambiwa waharibu, zingine Malika anasema hawakuziharibu, walizibakisha. Wakaanza kupeleka ibada zao kwa hizo mashirai. Sasa wakatia nchi ya Mungu unajisi, wakachukuliwa na Babiloni. Mungu akawaacha wakateswa. Unaweza kuachiliwa na Mungu utazeke, kwa sababu wewe hauhesabiwi haki. Kila kitu kinakukuta maishani kinakupambu kufanya dhambi. Hakuna mahali unajilinda, hakuna mahali unajizuia. Yani wewe wakikuta na wewe unachukua njia mbaya na unasema Mungu ataelewa sikupenda kwangu. Hata Mungu anajua sisi ni wanadamu. Na tunaanza kumisquote the Bible. No one is holy, no one is righteous. Na unasahau maandiko yanasema be holy for I am holy. Unasahau hilo. Hata ukiona mapepo yako ndani ya Wakristo, ni kwa sababu Wakristo wengi wameitika mwito, lakini habari ya kuhesabiwa haki hawataki. Na tena hawataki mhubiri anawaonyesha haki iko wapi. Wanataka mhubiri anapamba mwito wao na kuwatransfer kwa baraka tu miujiza. Lakini hilo anawaambia sasa hapa, hii ndio haki. Hii ndio haki ya Mungu. Wakristo wale hawataki mtu kama huyo. Wanataka hilo, anawaambia bora uamini na utoe sadaka nzuri na tukuzwe kesho. Kumbe wale waliotukuzwa ni wale walihesabiwa haki. Yani hata utoe sadaka ngapi, kama ni utukufu wa Mungu lazima uhesabiwe haki. Mimi hapo sikufichi. Hata utoe fungu la 10, 20%, waje 10%, 20%. Lakini kama ni kutukuzwa, lazima uhesabiwe haki. Bila kuhesabiwa haki, hata matoleo yetu yanakuwa bure. Bila kuhesabiwa haki, kama tunajiachilia tu kwa dhambi kiolela, haijalishi tunatoa ngapi, bado inakuwa ni bure. I better tell you the truth. Hata tuombee na nani kama sisi wenyewe kwenye maisha yetu hatuna haki, kila mahala tunachukua njia ya dhambi, ana tuombewe. Mafarisayo hawakuona muujiza
kwa sababu hakuna mahali walikuwa wanahesabiwa haki. Hata wakihitajika wahesabiwe haki walikuwa wanakataa. Ukisoma Paulo anasema katika Romans chapter number 10, anasema kuna watu ambao wanamtumikia Mungu na juhudi lakini bila maarifa, na wakati Mungu anawaletea haki yake wanaipinga haki ya Mungu, wakitaka kudhibitisha haki yao wenyewe. Wanaipinga haki ya Mungu. Ndio ukisomea watu mistari na waonye dhambi zao, wataipinga. Mwanamke asibaye mavazi ya mwanaume, unasikia ni agano la kale. Lakini utabarikiwa mjini na mashambani, ndio haimsifu. Ndivyo tulivyo sisi wanadamu. Mahali pa kuhesabiwa haki hatutaki, lakini mahali pa utukufu. Yeremia 29:11, mawazo ninayokuambia ni mazuri, si mabaya. Utasikia amina nyingi sana. Lakini Yeremia 4:30, usipake wanja. Hata bibi ya pastor amepaka. Hilo hatuko hapo. Mahali pa kuhesabiwa haki sisi hatuko hapo. Tunataka hii sehemu ya utukufu. Mahali pa kutukuzwa hapa unataka sana. Haki na Mungu hakuna majibu. Soma Isaia 58. Uone. Hata ufunge kafu. Na wewe kwenye njia zako hakuna kuhesabiwa haki. Hakuna kitu. Utatoka tu bila kitu. Kile utafanya utakuwa umekonda tu. Lakini utukufu hujauona. Mtu wa Mungu, ndio maana wanakuambia cha muhimu sana cha kuangalia sana ni matendo yako. Matendo yako ndio muhimu sana kuangalia. Ya kwamba nitende matendo ambayo yatafanya Mungu anihesabia haki. Nitende matendo yatafanya Mungu akiniangalia aone nimefanya kile kinastahili. Hata kama nilikuwa na shida, lakini nimetenda kile kinafaa. But this is what most people forget about. They always say like this. Kitabu cha Zaburi 14 anasema Mungu alipochungulia aliona watu wameharibu matendo yao. Wameharibu matendo yao. Sasa matendo yao tunayaharibu na ndio yanaleta Mungu. Ndio yanafaa yapimwe, yaonyeshe haki, tupate utukufu. Revelation 3 Maria anasema to the church of Sardis. Akaandika akasema ninakuona una jina lililo hai lakini umekufa. Why? Kwa sababu si kuona matendo yako kama yanastahili mbele za Mungu. Kwa hiyo walikuwa na jina la kuwa hai, lakini matendo ikaonekana haistahili. Mtu wa Mungu naye nisikiliza, ng'ang'ana sana uhesabiwe haki. Ndio maana ukitaka kumwona Mungu usichukue shida kama shida. Hata ukikosewa usione mwenye anakukosea. Wakati mwingine angalia Mungu. Tafuta Mungu yuko wapi kwa hii makosa nimekosewa. Basi anguka pande ya Mungu. Uhesabiwe haki. Ndio wale utukufu wa Mungu. Na Mungu wetu hachelewi. Shadraka na Meshaki ndani ya moto, kabla waanze kuchomeka, God was in the fire. Kwa sababu hawa ni watu wamehesabiwa haki. Hata kama walikuwa wameingia mahali pabaya, wanateswa, lakini walielewa kwa sheria ile ya Mungu hatufai kunywa divai, hatufai kukula manyama zimetolewa sadaka kwa sanamu. Kwa hiyo hata kama walikuwa wako na shida, wako na njaa, hawana mahali pengine, lakini waliona hapana, lazima tuhesabiwe haki. Daniel chapter 1 Maria anasema Daniel purpose in his heart not to defile himself by the delicacies of the king. Na ile divai yake akaona hakuna haja nijichafue. Kwa hiyo hakuona haja ya njaa yake, hakusikiliza mahitaji yake. Mpendo, usiangalie mahitaji yako, angalia kuhesabiwa haki. Wengi tunaangalia mahitaji, na kwa sababu ya kuangalia mahitaji tuna compromise na dhambi, tunashughuliwa na njia mbaya, na mwisho wa siku tunasema Mungu hatatuelewa. God is merciful. If God is merciful, ni kwa nini alimlaani Kaini?
If God is merciful, mbona mtu anaitwa Sauli alikufia kwa mganga huko? Mtu anaona, must understand the word of God. Sio sawa, Mungu ni wa huruma, na Sodoma na Gomora alimaliza akawakoa tu mtu peke yake. Huruma za Mungu ni kwa wale watu ambao wanang'ang'ana wahesabiwa haki, ndio wanahurumiwa na Bwana. Hata kama walifanya makosa nyuma, lakini mahala walipo they are counted righteous, they are the people ambao wanapatana the mercies of God. Lakini sio mtu ambaye anachukuliwa tu na dhambi, situation kidogo amefanya dhambi, anasema Mungu tu atatuhurumia. Ignorant people, God is not merciful. Nilikwambia jana, wale watu wanafanya madhambi ya kimakusudi, intentional sin, they can never see the mercies of God. They will face the judgment of God. Severe punishment. Mtu ananisikiliza, wangana sana uhesabiwa haki. Wale waliotukuzwa walihesabiwa haki. Na haijalishi unapitia nini, haijalishi uko wapi, ni hali gani uko nayo, lakini kama ungependa kuona utukufu wa Mungu ndani ya maisha yako, lazima uangane sana uhesabiwa haki. Lazima ujilinde uhesabiwa haki. Yani ni lazima, hakuna excuse. Hapa ni lazima, hakuna njia nyingine. Usiendelea kusema sikupenda kwangu. Kama sikupenda kwako, achana nayo, uone Mungu. Unasema sikupenda kwangu na naendelea kufanya mabaya, lakini siku moja tu Mungu atanisaidia. Hakuna siku atakusaidia ukiendelea kufanya mambo ni mabaya. Hakuna. Haikuwa kupenda wa Yusufu kuwa kwa nyumba ya Potifa, lakini ilibidi akatae dhambi. Haibidi akatae dhambi, ahesabiwe haki, akaona utukufu. Wale waliotukuzwa ni wale waliohesabiwa haki. Wacha dhambi mpya, wacha njia mbaya, wacha matendo mabaya. Usiwasikilize watu, sikiliza Mungu. Wale waliotukuza walihesabiwa haki. Haijalishi walikuwa wapi, walijilinda. Tumeambiwa Lutu alijitesa, alitesa roho yake. Daudi anasema alinyamaza wakati mtu mbaya alikuwa mbele yake, kwa maana alikuwa amesema hata mkosea Mungu na kinywa chake. Alikuwa amesema, mtu wa Mungu, achana visingizio, fanya yale yanapendeza Mungu. Usiangalie shida yako, angalia Mungu na sheria yake. Usiangalie aliyekukosea na kosa alilokosa, angalia Mungu na sheria yake. Timiza sheria ya Mungu kwenye matatizo yako, uone Mungu akileta utukufu maishani mwako. Kumbuka katika Ayubu sura ya 11 amesema ataleta mafanikio kwa maskani yenye haki. Hawezi kuleta mafanikio kwa maskani ya udhalimu, maskani ya uchafu. Analeta mafanikio kwa maskani ya yenye haki. Lazima mahala ulipoagisha kwamba kuna haki, hata kama kuna shida, simama kwa haki, ndio utaona utukufu. Chukua hatua ya haki, tenda matendo ya haki, ndio utaona utukufu. Nje ya hayo mpendwa, hakuna utukufu. Hakuna utukufu. Anapoandika mengine Daudi anasema hivi nikimaliza, wale waliotukuzwa mpendwa walihesabiwa, wale kwanza walihesabiwa haki. Zaburi 145 mstari wa 17 anasema, Bwana ni mwenye haki katika njia zake zote, na mwenye huruma katika matendo yake yote. Bwana ni mwenye haki katika njia zake zote, na ni mwenye huruma katika matendo yake yote. Kwa hivyo kabla ya kuhurumia, basi lazima aone haki. Asipoiona haki, hawezi kukuhurumia.
na katika njia za Mungu zote yeye ni mwenye haki. Kwa hiyo haufai kusema mahali ati sikupenda kwangu, nilijikuta tu nimewanya. No, you must make sure you are accounted righteous no matter where you are, so that you can see the mercies of God and see the glorification of God. Lakini ukianza kusema sikupenda kwangu, alinisukuma, mtu wa Mungu, kwa Mungu hakuna excuse. No excuse. Yeye ni mwenye haki kwa njia zake zote. Bwana ni mwenye haki kwa njia zake zote, na mwenye huruma kwa matendo yake yote. Kwa hiyo mtu wa Mungu, simama kwa haki. Tafuta sana Mungu akuhesabia haki. Usiangalia watu. Heri kudharauliwa, lakini Mungu akuhesabia haki. Heri uonekane wewe ni outdated, lakini Mungu akiwa mbinguni akuone mwenye haki. Alimwona Yusufu gerezani akamkujia. Alimwona Daudi msituni akamkujia. Alimwona Danieli ndani ya tundu la simba, Mungu mwenyewe akamkujia. Ukae vizuri, Mungu akuone mpendo. Tenda mema, Mungu akuone. Hasira za ujinga wacha. Vikwazo wachana navyo. Maneno yasiyofaa wacha mpendo. Wengine ni Mungu anataka kuona wewe ni nani. Wengine wanakukosea kwa sababu Mungu anataka kuona moyo wako umebeba nini. Mambo mengine Mungu anaruhusu ili akuone. Anasema aliwacha wakaingia. Alikuwa anataka kujua nini kiko ndani ya mioyo yao. Wanaweza kushika sheria zangu wakiwa na njaa, ama wanasema kwa sababu ya njaa ndio maana tuliamua kufanya mabaya. Na hivyo ndivyo wengine wetu tunafanyanga. Kwa sababu ya njaa unachukuana na sugar mami, sugar daddy, unasingizia hii shida. Wale waliona utukufu wa Mungu hawakuwahi kuwa na visingizio mpendo. Walisimama katika haki. Walionekana mbele za Mungu kwamba wanafaa. Walitenda yale ambayo yanaelekea haki ya Mungu. Ndiyo Mungu alikuja akawatoa katika mateso. Ndiyo Mungu alikuja akawainua akawatukuza. Sasa atakutukuzaje na umekuwa muongo? Kwa sababu ya hitaji umeamua kuwa muongo. Atakutukuzaje na wewe umekuwa msingiziaji? Atakutukuzaje na wewe umesikiliza watu, umechukua njia ambayo hata roho yako inakuambia ni makosa? Na wewe umesikia advice ya watu, umeamua kuchukua uamuzi ambao hata wewe mwenyewe unasikia hii ni makosa. Sasa Mungu atakutukuzaje? Haiwezekani. Bali anasema roho zetu zikituhukumu, tuelewe Mungu ni mkubwa kuliko roho zetu. Kwa hiyo kama roho yako inakuhukumu, lazima uelewe hili ni kosa. Kwa hiyo haustahili kuendelea. Na usiwahi wawapa wanadamu useme sasa wamenishauri. Hata kama wanakusaidia, ushauri mbaya wachana nao. Blessed is he, Psalms 1:1. Amebarikia mtu asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Hata kama ni watu wanakusaidianga, ni wanachama wenzako, uamuzi usiofaa, kataa mtu wa Mungu, uone utukufu wa Bwana. Sauli alisikiliza watu wenzake, alikosa utukufu. Akaondolewa kwa ufalme kwa sababu ya kusikiliza wale wenzake. Paka mtu aitwa Samueli alimuuliza Sauli, don't you know that obedience is better than sacrifice? Haujui? Wako wengine tunawasikiliza watu, tunachukua njia mbaya na tunatarajia baraka. Mtu wa Mungu, wale Mungu aliwatukuza, ni wale aliwahesabia haki. Nje ya hayo hakuna utukufu. Sasa wewe ukibaki pale, jichunguze, jiangalie. Unalalamika uko na shida, lakini angalia hatua zako. Angalia uamuzi wako. Sikiliza matamshi yako. Ona matendo yako. Ujiulize, kuna haki kweli hapa? Kabla nilalamike mambo yangu yako sawa, mimi ninahesabiwa haki na Mungu kweli? Wakati nilisingiziwa mabaya,
Ulihesabiwa haki kweli na Mungu? Lazima ujiulize. Must ask yourself. Na turekebisha njia zetu wapendwa. Hakuna jambo gumu kwa Mungu wetu. Turekebishe njia zetu. Tuchukue hatua inayofaa tuhesabiwe haki. Tuchukue uamuzi unaofaa tuhesabiwe haki. Bwana wengine mwachie Mungu. Usifanye dhambi, mwachie Mungu. Vitu vingine mpenda vumilia. Si wewe wa kwanza. Wengine mpenda stahimili. You are not the first one. Hauwezi wa kwanza. Now you are not the only one suffering. Many people are suffering. Wengine vumilia tu, uhesabiwe haki uone Mungu kesho. Wengine stahimili, uhesabiwe haki uone utukufu wa Mungu kesho ndani ya maisha yako. Kwa jina la Yesu. Mwenye masikio na asikia hayo. By the special grace of God, mimi nakuacha na hayo machache. There are 3 stages in life: calling, justification, and glorification. Everybody is after glorification, but before you are glorified, then you must be justified. Lazima Mungu akuhesabie haki ya kutukuza. Na haijalishi utakuwa wapi, unapitia nini, nani aliye mbele yako, lazima wewe uhakikisha kwamba kwa yote nitahesabiwa haki. Kwa hivyo hapa ndio maana mtendo Yohana anasema wale wako na matumaini, watu hao wanajilinda. Kwa maana hebu nisome hiyo ndio niombe. Yohana wa kwanza, sikiliza. Nisome hii nikuache nayo. Verse John 3. Verse number 3. Na kila mwenye matumaini haya katika yeye hujitakasa kama yeye alivyo mtakatifu. Kila mwenye matumaini lazima ajitakase. Kwa maana yule Mungu anayeleta utimilifu wa yale matumaini yetu is a righteous God. Ndiye amesema wale aliwatukuza ni wale aliyehesabia haki. Kwa hiyo kama una matumaini ya kutukuzwa, lazima ujitakase, lazima ujilinde uhesabiwe haki hata kama kumetokea nini. Usifungue mdomo wako ovyo ovyo. Usikubali kutakasirika kiholela holela na kuchukua uamuzi. Mengine mesa hasira mpendo. Maneno mengine mesa usiyatamke. Uhesabiwe haki. Uhesabiwe haki uone utukufu wa Bwana. Kwa jina la Yesu. Bwana amani akubariki sana uliyenisikiliza. Nakupe hekima zaidi ya vile nimenena. Na akupe uwezo wa kujilinda. Ili kesho yako isiwe kesho ya aibu, lakini iwe kesho ya utukufu. Kwa jina la Yesu. Na tuombe. Mungu akatusaidie tu. Hali zinazopitia tuhesabiwe haki. Atusaidie tu, kwa maana sio rahisi, lakini Mungu atusaidie. Kwa hali tunazopitia tuhesabiwe haki, kwa maana hakuna mtu atatukuzwa bila kuhesabiwa haki. Hakuna. Mungu tu atusaidie, atupe neema. Atukirimia tu neema na uwezo wa kusimamia haki kwenye hali zetu. Tutokee tumehesabiwa haki, ndio tuone utukufu wa Bwana. Kama kuna kitu unafaa kuwa unaombea sana, wakati uko ndani ya shida, ni kuombea Mungu, nisaidia tu nionekane mwenye haki kwa hii shida. Usitake tu kutolewa ndani ya shida. Tutafute sana kuonekana wenye haki. Tumekosa lawama ndani ya shida, ndio tutaweza kuona utukufu wa Mungu. Ndio tutaweza kuona mema ya Mungu. Maana njia nyingine hakuna. Ndio njia pekee. Mara ulipo, tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa neno lako la siku ya leo. Asante Bwana kwa wale umegusa wakasikiliza. Neno lako litie nguvu, bali limefika lifanye kazi. Paonekane ushuhuda na mabadiliko. Na sifa na utukufu zitakurudia Bwana. Bwana, tumetambua kumbe
Mambo mengi tunapitia ni kwa maana hatujahesabiwa haki. Utusaidie tu Jehova. Tuko ndani ya dunia imejaa matatizo, imejaa vikwazo, imejaa machungu, lakini tunaomba neema kwa yote Bwana, tujilinde tukahesabiwe haki mbele zako, ili tukaona utukufu, kwa maana wale uliwatukuza ni wale ulihesabia haki. Utusaidie Mtakatifu, tupe neema ya kujilinda, maana uweza ni wako. Mahali hapa zidi kutawala, waliosikia unawajua Bwana, ukawazidi kuwasaidia na kuwawezesha. Wengine Bwana wamefika mwisho, wamesikia uamuzi ni kuwa walevi, wamesikia uamuzi wengine hata ni kujua, wengine wanasikia uamuzi ni kufanya mapotofu. Bwana ukawagusa na ukawarejesha, ukawatendea mema, wakatambua wewe ni Mungu unayeweza, na siwa sitakurudia. Bwana tawala Jehova, masaa yaliyo mbele tunaomba baraka na amani, mikasa mikosi Yesu ondoa, mambo yote mabaya tutenganishe nayo. Bwana tunaomba ukuona mwisho mwema wa siku ya leo, na siwa sitakurudia. Bwana Yesu, damu yako itufunike, damu yako ikanene mema. Tumeamini umesikia na umetenda, Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, kama vile uishivyo. Mapenzi yako pekee yatimie sasa na hata milele, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen and amen. Hallelujah. Thank you Jesus. Kama una uwezo mpigie Bwana Yesu makofi mara ulipo. Kama uko na uwezo pigie Yesu makofi mara ulipo. Hallelujah. Usikubali kuchukua hatua mbaya kwa mambo yote. Chukua ile hatua inayopendeza Mungu. Uhesabiwe haki, uone baraka za Bwana. Kwa jina la Yesu Kristo. Wanaopatikana mtandao